Simba imeweka rekodi mpya baada ya kufuzu hatua ya makundi kwa mara ya 7 katika miaka 8, lakini kama taifa kukiwa na rekodi nyingine kali ya kufanikiwa kuingiza timu 4 kwenye michuano ya CAF kwa mara ya kwanza. Kuanzia mwaka 2018 Simba ilianza utawala wa soka la Tanzania kwenye michuano ya CAF na juzi ikaweka rekodi nyingine baada ya kutoka suluhu na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba imefuzu kwenye hatua hiyo muhimu kwa ushindi wa jumla ya mabao 3-0 baada ya mchezo wa kwanza ikiwa ugenini kupata ushindi wa bao 3-0. Hii imekuwa timu ya 4 kwa Tanzania kufuzu hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF, ikiwa ni rekodi ya kwanza tangu timu za nchi hizi zianze kushiriki michuano hiyo. Lakini ndio nchi pekee Afrika Mashariki ambayo imefanikiwa kufanya hivyo kwa miaka yote. Yanga na Simba zimefuzu kwenye hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika, huku Azam na Singida juzi zikipata nafasi kwenye Kombe la Shirikisho Afrika baada ya kushinda michezo yao, na sasa zinasubiri draw ya makundi itakayopangwa siku 7 mbele. Kikosi cha Simba juzi kilianza bila mshambuliaji asilia kwa mara ya kwanza msimu huu, lakini mwanzoni mwa kipindi cha pili kocha huyo akawaingiza kwa pamoja Steven Mukwala na Jonathan Soa, ambapo walitoka Morris Abraham na Jean-Charles Ahoua, lakini bado mastaa hao walishindwa kuipenya ngome ya Nsingizini ambao walionekana kucheza kwa tahadhari kubwa tofauti na mchezo wa kwanza wakiwa nyumbani kwao. Hii ina maana sasa kuna uhakika kwa timu zote kuchuma fedha za kutosha kwenye michuano hiyo msimu huu. Timu zote zinazoingia hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika zina uhakika wa kuchukua kuanzia kitita cha dola 700,000 sawa na shilingi bilioni 1.7, huku timu inayotinga hatua hiyo kwenye Kombe la Shirikisho ikichukua dola 400,000 sawa na shilingi bilioni 1. Kipindi cha kwanza kilikuwa na mvutano mkubwa katikati ya uwanja kuliko eneo la mwisho la umaliziaji kwa timu zote kupambana kumiliki mpira, huku mashambulizi yakikosa utulivu. Shambulizi zuri lilikuwa dakika ya 27 ambapo wageni Nsingizini walitengeneza shambulizi zuri, lakini kipa Yakub Suleiman aliruka imara na kupangua na kuwa kona. Shambulizi hilo ndilo pekee lililotengeneza shuti lililolenga lango kwenye dakika 45 za kwanza, ingawa Simba ndio iliumiliki mpira vizuri kwenye kipindi hicho cha kwanza kushinda wapinzani wao. Hali hiyo ya timu zote kushambuliana kwa zamu ikiendelea kipindi cha pili, ambapo Simba ndio walikuwa wa kwanza kutengeneza shambulizi zuri dakika ya 55 kupitia Elie Mpanzo, lakini kipa Dlamini Sabo alisimama imara na kupangua. Simba ilifanya mabadiliko matano dakika ya 57 wakiwatoa Morris Abraham, Elie Mpanzo, Jean-Charles Ahoua na Yusuf Kagoma, nafasi zao zikichukuliwa na Alassane Kante, Neo Maema, Steven Mukwala na Jonathan Soa. Mabadiliko haya yalikwenda kuimarisha wekundu hao katika eneo la kiungo cha ukabaji na kile cha kushambulia, huku pia ikifanya Simba kucheza na washambuliaji wawili mbele. Nsingizini ilifanya shambulizi lingine zuri dakika 64 kupitia adhabu ndogo, shuti la Joel Mandondo likagonga mwamba na kurudi uwanjani. Wageni wakafika tena vizuri lango la Simba kwa shambulizi kali dakika ya 67. Mashuti ya Dilmin Simenkos na Mavuso yaliishia kwenye miili ya mabeki wa Simba, Nsingizini kitengeneza presha kubwa kwenye lango la wenyeji. Shambulizi lingine zuri kwa Simba likafanyika dakika ya 87 kupitia Soa baada ya kumtoa vizuri kipa Dlamini Sabo, lakini shuti lake likagonga mwamba chini. Mpaka mwisho wa mchezo timu hizo zilimaliza dakika 90 bila kufungana, huku wekundu hao wa Msimbazi wakinufaika na ushindi wa mchezo wa kwanza wa kutinga makundi. Simba katika safari ya kucheza hatua ya makundi michuano ya CAF mara 6 kipindi cha miaka 7 iliyopita imekuwa mikononi mwa makocha 6 tofauti walioweka rekodi hiyo, akiwemo mzawa mmoja Juma Mgunda. Baada ya kupita miaka mingi, Simba ilianza kwa kufuzu makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu 2018-2019 ikiwa inafundishwa na kocha Patrick Ausems. Katika mechi iliyopeleka Simba hatua ya makundi iliifunga Nkana jumla ya mabao 4-3 kufuatia mechi ya kwanza kupoteza ugenini kwa mabao 2-1, kisha nyumbani Simba kashinda 3-1. Baada ya hapo 2019-2020 haikufika makundi, lakini kuanzia hapo suala la Simba kucheza hatua ya makundi michuano ya CAF kwa maana ya Kombe la Shirikisho au Ligi ya Mabingwa limekuwa ni jambo la kawaida. 7 alipeleka Simba hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa Afrika msimu 2020-2021 baada ya kuiondosha FC Platinum
kwa jumla ya mabao 4-1 licha ya mechi ya kwanza ugenini kupoteza kwa bao 1-0, ikarudi nyumbani na kuiangushia mvua ya mabao 4-0. Kidogo Simba iliteleza msimu 2021-2022 katika ligi ya mabingwa Afrika, ikashindwa kufuzu makundi ikiwa chini ya Thierry Hitman, ambapo timu hiyo ilishinda ugenini 2-0 dhidi ya Jwaneng Galaxy. Nyumbani kichapo bao 3-1, ikatolewa kwa kanuni ya bao la ugenini, matokeo ya jumla yakiwa 3-3. Simba ikaangukia mtoano kwa kucheza kuwania kufuzu makundi upande wa kombe la shirikisho Afrika. Ndipo kocha Pablo Franco Martin akakabidhiwa kikosi, huku Hitman akiwa msaidizi. Timu ikafanya kweli kwa kufuzu makundi kombe la shirikisho Afrika msimu 2021-2022, ikiondosha Red Arrows kwa jumla ya mabao 4-1. Simba ilianza nyumbani kishinda bao 3-0, ugenini kaenda kuchapa bao 2-1. Juma Mgunda anaingia kwenye rekodi ya kuipeleka Simba makundi upande wa ligi ya mabingwa Afrika ilikuwa msimu 2022-2023, ambapo alikabidhiwa kikosi kwa muda ikiwa ni baada ya kuondoka kwa Didier Gomes de Rosa. Mgunda aliongoza Simba kushinda ugenini mabao 1-3 dhidi ya 1 de Agosto. Nyumbani Simba ikashinda tena bao 1-0, ikafuzu kwa jumla ya mabao 4-1. Roberto Oliveira Robertinho naye aliipeleka Simba makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu 2023-2021 kwa kuitoa Power Dynamos kwa bao la ugenini mechi ya kwanza ugenini, matokeo yalikuwa bao 2-2, nyumbani 1-1. Fadu Davis akaja kufunga kazi msimu 2024-2025, akaipeleka Simba makundi ya kombe la shirikisho Afrika akiifunga Al Hilal Tripoli jumla mabao 3-1, ugenini matokeo yalikuwa 0-0, nyumbani Simba ikashinda 3-1. Simba Yakubu Suleiman, David Kameta, Anthony Mligo, Roshan Leiraki, Chamokarabu, Yusuf Kagoma, Alassane Kante, Joshua Motale, Aweso, Morris Ibrahim, Steven Mkwala, Kip Dennis, Jim Charles Awa, Neo Maema, Elie Mpanzu pamoja na Jonathan Sow ndio wachezaji ambao walianza katika kikosi hicho. Ndio wachezaji ambao walicheza katika mtoano hatua ya pili ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Hii ni Nel TV. Subscribe, share, kisha comment, like. Mimi ni Sport Lady Kunilizi, hadi wakati mwingine, bye bye.